Mena ni verite kani yenye ushakayuaka hapo. Hii hata inanifikia, hiyo inapasha tu kunifikia. Hii hata inanibana, inapasha tu kunibana. Hii hata tu niko naipitia, inapasha tu niipitie. Sitadi napoze ni verite kani yenye ushakayuaka hapo maisha yako. Mfano mie naleta jibu. Verite yenye nishakayuaka hapo maisha. Nipande wala nishuke. Nikuwe na Roho Mtakatifu ya namna gani? Nipasuke kuhubiri. Nipasuke kuinjilisti mkumkini. Hata nipande namna gani maavyo, nitakufa. Amen. Na mtu apendaki kumtabiria kifo. Menjo verite ya maisha yake. Amen. Menjo verite ya maisha yake. Genèse chapitre 3 verset 17. Soma utaisikia. Kweli ingine ninaichua maisha yangu. Hata nifunge kifungo namna gani, hata niombe namna gani, mepaka nitakuwa na maproblemu mubatu. Paka batanisemea vibaya mubatu. Hata wewe pale huko uimbe namna gani, wala utowe namna gani, wala usikie neno namna gani, lakini ujue tu kusema kuna vitu ambapo vitakufikia mu maisha na viko akorde na Mungu. Amen. Amen. Esaïe chapitre 43 premier verset, deuxième verset inatonesha kusema ya kwamba nilikujua he Yakobo, nilikujua he Paulo. Amen. Na kisha ananiambia kusema hivi, hata utapita katika maji. Manake Mungu alijua kusema hata nikuwe hapa nitapita maproblem, kisha maproblem pamoja na Mungu hata niwezesha. Shikia nikoneshe, hata katika maproblem yenye uko naipitia, hata katika mashida yenye uko napitia leo, ujue tu kusema iko na mwisho wake. Nilisema tauliza nani mwenye ashaka yuwaka verite maisha yake. Sikupenda nigusie hii neno lakini amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema bibi yako hata ogopa, hata unahubiri, hata ogopa, hata apeli yako hata ogopa. Mariage ananiambia hivi, mariage ni kitu kingine. Amen. Mena verite unaiua. Unajua kusema wakati itakuwa mariage, bibi yangu hata ogopa mafuta, bibi yangu hata ogopa buhubiri, bibi yangu hata ogopa vile niko natembea. Menyanze kumutesa. Horke nishajua kusema hata ogopa. C'est ça le problème yenye kuna tufikia hata wakati unaiua verite fulani na ujua kusema hii hata nitajipana nayo haitabadilika. Amen. Haitaisha. Hata niombe kufa konta kufa. Amen. Ya pili, unategemea maisha yako. Kwa ile verite yenye ushayua, unategemea nini na unategemea nani? Amen. Amen. Le problème est quoi? Si Bakristu tuko nategemea vitu ambapo vyenye bina mwisho. Amen.
tuko nategemea vitu vile bina wakati. Leo nalipenda tu nikuoneshe hata katika maproblemu yako, hata katika mashida yako iko ya kweli, hata unajua kusema kufa utakufa, ujua tu kusema hata mkifo changu nimtegemee mtu mmoja mwenye ana mwisho. Paske kuko Biblia yangu inashuhudia mtu mmoja anasema huyu ni yeye aliyekuwa. C'est pour cela unaona mtu anajua eko na maproblem, na ile maproblem yake anaanza kukimbia mpaka kubafumu. Kuna mwisho. Unategemea nani? Asifiwe. Amen. Upea Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utanitosha Mungu wako, sema amen mzuri, amen. Amen. Kama kitabu chetu cha kwanza tulisoma kina historia ambapo ilinifariji katika roho, katika mwili, katika maisha, katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifate mzuri kwa makini. Amen. Sema katika mji moya, katika mji wa Babeli kulikuwa mfalme mmoja ambapo anaitwa Nebukadneza. Mfalme huyu alipenda mtu mmoja na kisha akapenda hawa watu watatu wanaitwa Meshaki, Abednego na Shadraka. Amen. Hawa watu aliwapenda sana zaidi na akawatia pembeni ya kifalme. Lakini Biblia inasema hapa watu walikuwa na kaudi ama system zao ama wenye waliona system ya hapa watu haina sawa. Sikia, huko makazi yenye unafanyaka kazi ya mzuri, huko bila unawazaka picha ya mzuri, na kuna mtu mwingine anakulaka pour ta détruire ile mawazo yako, wala akuya détruire kazi yako. Leo asubuhi ya leo nalamusha mkono juu, mwenye atasimama kwa kudetruire mipango yako akufe mchina la Yesu. Amen. Sikia, mwenye atasimama kudetruire mipango yako akufe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Par la foi, ce que je dis vitafanyika kwa maisha yako. Amen. Amen. Asema wakaenda washauri, wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, mheshimiwa, mtu wa maana, wakamsifu sana. Ingawapo hata ni mie, salama nikuya hata mie ningeitika tu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nikuonesha vitu ya bongo, watu bakikula kutulani ndani, hata ukwa waje utabichika. Amen. Amen. Bongo frère, bongo binalaka butamu kama wanataka kukulani. Verite, sikia, hapa niko. Sikia, ninafungua parenthesis kidogo. Hapa niko, nina nzambi. Biblia inasema shetani ni mtu wa bongo. C'est pour cela kutunga kwake kwa bongo kunekalaka na mafuta ya upako mwa munene. Amen. Amen. Bakaenda mbele ya mfalme, bakaanza kumwambia, mfalme wewe unaonekana hivi, na kisha huko mtu mheshimiwa, atupashe tuingie nyumba yako, tulishavala viatu. Watu vule ile siku akaona hapa watu hatupendi kuishi hivi jinsi tunaishi. Basi tuko na makabila ya mingi. Mena makabila ya mingi kunapenda kudetruire jinsi sie tuko. Mimi selon sie tunawaza tufanye kwa kitu kile tutaanza kuabudu kama wewe.
Mwenye anakatalaka tu kwa kumtapatapa hapa pa dunia ni nani? Wala tu mwenye anakatalaka kumsifia ni nani? Alikuwa na raison. Biblia inasema kutenda dhambi yeye mfalme. Ndio kasoma mzuri Biblia. Utasikia kumwisho yao kama alitenda dhambi akutenda. Akasikia furaha nchi ya maneno. Akasikia tamu nchi ya maneno. Na wakajenga urefu kutoka chini kupanda juu. Wakaweka 7 metre. Kitu cha 7 metre hata huko kule utakiona. Amen. Amen. Tena wakakifanya kinene. Anakiita kisanamu. Na kisha wakati wakakiplase, wakasema hivi, siku ya kwenda kuabudu tutapika vitu hivi, tutapika filimbi, tutapika ngoma, tutapika binubi, tutapika mafanfari, tutapika kila kitu, porque watu wasikie, hata mtu mwenyewe mpori ajue tu hizi wakati wa kuabudu sanamu ni wakati hapa nitange goti. Amen. Bakafabrike vitu ya mingi porque watu wasikie, hata ni kiziwi sikia, hata hapa kama tuko na kiziwi bubu pika tu kitu kinanusu pa utaona nasituka. Bakafabrike kile kitu cha kusema kisitushe hata na bubu. Biblia nasema bakapika. Eske kuna mtu yuko na filimbi hapa? Wanisaidie kidogo, pardon. Bwana Yesu mudo. Endeni wateti. Fer pale bora watatu. Batani. No, unapaswa kuwa ordained. Yes. Amen. Amen. Bakapika wanachoka. Bale apendake bila wanafanyaka. Amen. Amen. C'est la vérité. Mwenye kupende umwache usimtupie akili afanze kumbele. Amen. Amen. Kazi ya mtu hivi. Haka njoo. Alafu wakatunga, wakaendelea kutunga. Mfalme akasema, hivi hapa banakatala kumsikia. Acha ni makokote, acha ni babebe. Tena Biblia inasema haliita basoda bale babingufu. Ile baile fasi kama sikunita paske shina navyo. Amen. Ama sikunita. Angeleona kasema huyu watampika kwa huyu Fred. Amen. Huyu Fred hii mashana kataka hapa. Amen. Bana babeba, bana batia moto. J'aime ça. Bana babeba, bana batia moto. J'aime ça. Oh Seigneur. Sikia. Yes, ata on te prend, bana kukutia kukulie. Mule bubi madawa. Usikatale wende. Iko wakati wanakupeleka. Hii wakati Mungu anakuonesha bado anakupeleka. Anasema hivi, kama kweli tunaomaka Mungu wa kweli, tutanunua. Na kama kweli tunaomaka Mungu ambapo ni mzima, tutatoka. Mfalme akasema mwende paka vile. Bakafika paka mmoto. Amen. Ambia vaza wako. Masha kuweka kama nini leo? Mwambie sema unamtegemea na nani? Sema leo. Uko natoka. Mwaule ushategemea yake. Jua anaanza kukutosha. Amen. Hapa watu watatu wakaingia ile moto, nikakumbuka maandiko matakatifu. Ni ile moto ya magonjwa. Amen. Ile moto ya magonjwa. Wakaingia. 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 Wakaingia.
jise Mungu mwenye niko natumikia ni Mungu weko mzima. Mungu niko natumikia ni Mungu mwenye niko napumua. Mungu ninatangaza ni Mungu heko mkubwa. Ni yule Mungu alikuwa mkabili. Nani? Nitakujibu. Takuonesha mambo makubwa. Mwita Mungu, amwite Mungu. Napenda umwite Mungu katika maombi. Napenda umwite Mungu katika maombi. Cha kutumai